Kwa hiyo walikuwa wanakupa nafasi. Wakati mna shoot ulikuwa unafuatana nao kama sehemu ya watu ambao wana shoot au tu kama nimfuate dada Kathe anaenda na mimi basi niongozane naye tu? Kwa hiyo nilivyokuwa mtoto, nilivyokuwa darasa la 3 hivyo ndo nilianza kumfatafata. Baadaye nilivyojifunza kuimba, ndo walinipa nafasi sasa kuanza kuonekana kwenye shooting, kwenye nini. Mlipuko wa Sifa sikurekodi, nakumbuka, lakini studio nilikuwepo. Kuanzia wanarekodi wimbo wa kwanza mpaka wa mwisho. Ila ulikuwa tu unaangalia? Nilikuwa naangalia, sikurekodi. Ni kwa sababu ulikuwa hujajua bado kuimba au? Nahisi kwa sababu ya sauti ya kitoto. Okay. Kwa hiyo unaweza ukajaribu kuiga, lakini sauti ya mtoto inafahamika kwamba ni sauti ya mtoto. Uenda ukaona kama naweza nika cause trouble kwa sikuimba. Wakati huo nyimbo zote umezishika vizuri kabisa? Ndio, niko serious. Kwa hiyo lakini shooting nilikuwepo. Tena sio peke yangu, tukopo watoto wengi. Kuna wengine ambao mpaka sasa hivi tulikuwa tunaimba nao, wameshakuwa. Kwa sikuwepo peke yangu, tuko wengi. Kuna yule mtoto kwenye moja ya nyimbo ambazo mmerekodi, mlipewa kinafasi cha kuongea pale mwanzo kabla ya ule wimbo. Unakumbuka ni wimbo gani? Ametamalaki. Na unakumbuka ile maneno mlioongea? Sidhani. Ukumbuki. Yule mtoto yuko wapi? Yule mwingine ambaye mlikuwa naye? Tulikuwa tupo wawili. Tulikuwa tupo watatu. Kuna mmoja mdogo aliongea mwishoni. Yeye alikuwa ni mtoto tu wa jirani pale. Kuna sehemu tulikuwa tunafanyia mazoezi, kwa hiyo akamuita aje atusaidie. Kalikuwa kazi kazuri, kwa hiyo akaongea, lakini hakuwa serious sana kwenye kwaya. Lakini kuna mwingine ambaye tulikuwa tunakaribiana kabisa miaka, huyo nimeimba naye mpaka yani nakuja kumaliza kabisa shule hivi, nakuja huku Dar, kwa bado tunaimba wote. So bado yuko Mbeya. Okay, yeye anaendelea na maisha yake kule Mbeya. Anaendelea na maisha yake. Hongera Beatrice. Asante. Hongera sana.